mnamo tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka huu 2025, ilikuwa ni majira ya saa 2 za usiku, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza lilifanikiwa kumkamata mtu aitwaye Marwa Warioba Mwita, ana umri wa miaka 37. Huyu ni mvuvi na mkazi wa Kanyara, kata ya Bulyanhulu katika halmashauri ya Buchosa wilayani Sengerema. Huyu alikamatwa kwa kosa la mauaji ya mtu mmoja ambaye anaitwa Nyabayonga Bulyanhulu Nyahunge mwenye umri wa miaka 45, mkazi wa kijiji cha Kanyara, kata ya Bulyanhulu katika halmashauri ya Buchosa. Huyo aliyeuawa ni mwanamke. Wote walikuwa wakiishi la Sengerema. Alikamatwa kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili na kusababisha marehemu kuvuja damu nyingi zilizopelekea kifo chake. Chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi, ambapo inadaiwa kuwa marehemu ambaye ni mwanamama aitwaye Nyabayonga Bulyanhulu Nyahunge na mtuhumiwa Marwa Warioba Mwita, hawa walikuwa ni wapenzi, ambapo mtuhumiwa alimpatia marehemu kiasi cha shilingi 100,000 kama nyongeza ya mtaji wa kuuza pombe za kienyeji. Alimpatia huyo mpenzi wake. Ilipofika tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu, mtuhumiwa alitaka alipwe fedha zake alizompa marehemu, akidai kuwa anahitaji fedha hizo kwa sababu mpenzi wake anajihusisha katika mapenzi na wanaume wengine. Hali hiyo ilizusha ugomvi mkubwa baina yao, jambo ambalo lilipelekea mtuhumiwa kumuua huyo mpenzi wake katika namna ya kikatili kwa kumchoma visu sehemu mbalimbali za mwili. Mwili wa marehemu umefanywa uchunguzi wa madaktari na tayari umekabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Na bwana Marwa Warioba Mwita, ambaye ndio anatumiwa na mauaji hayo ya kikatili, ameshikiliwa na jeshi la polisi na anaendelea kuhojiwa. Uchunguzi utakapokuwa umekamilika, hatua za kisheria pia zitachukuliwa dhidi yake. Kama nilivyosema, chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi. Tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kuvihusisha vyombo vya vitakavyosaidia kuleta amani ili kuepuka na kujichukulia sheria mikononi, hasa kwenye hili tukio la huyu bwana Marwa Warioba Mwita ambaye aliamua kumchoma kisu mpenzi wake kwa sababu ya wivu wa kimapenzi na hasira. Ndugu waandishi wa habari, tukio lingine ni tukio la mtu kuzama kwenye maji katika ziwa Victoria. Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza likishirikiana na wananchi na wenzetu na taasisi nyingine za serikali lilifanikiwa kuupata mwili wa Maginga Mgera Osombo. Huyu ana umri wa miaka 47, dereva wa gari namba T 829 CUG. Hii ni aina ya Scania, mali ya kampuni ya Coca-Cola. Mwili huo ulikutwa ukielea mwaloni huko katika kijiji cha Kigongo, kata ya Idetemia, wilaya ya Misungwi. Mwili huo ulizama kwenye maji ya ziwa Victoria tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka huu, wakati akisafiri kwenye kivuko akitokea Mwanza mjini kuelekea Sengerema. Chanzo cha tukio hilo ni kwamba dereva huyo ambaye ni marehemu kwa sasa aliamua kujirusha kwenye maji baada ya kupaki gari yake kwenye kivuko cha MV Mwanza. Alikuwa akiendesha hiyo gari, akaipaki humo kwenye kivuko kwa lengo la kuvuka. Na wakati huo kivuko hicho kwa kimeegeshwa katika eneo la Kigongo Ferry, wilaya Misungwi, na kilikuwa kikielekea Sengerema. Ndipo aliposhuka kwenye gari, na katika hali ya kushangaza kwa waliokuwepo, waliona mtu anajirusha kutoka kwenye maji ya ziwa Victoria
kutoka ndani ya kivuko hicho kilichokuwa kimesimama, huku kikiendelea kupakia abiria pamoja na magari. Baada ya kuzama kwenye maji ya kuonekana, aliendelea kutafutwa mpaka tarehe hiyo niliyoitaja, ambapo tuliweza kubaini akiwa mwili wake ukiwa unaelea. Mwili wa marehemu umefanywa uchunguzi wa kitaalamu na kuonekana kuwa amefariki baada ya kunywa maji mengi na kukosa pumzi. Mwili wa marehemu umekabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kuhusiana na sababu zilizomfanya marehemu kuchukua uamuzi huo mgumu wa kukatisha maisha yake kwa kujirusha kwenye maji. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kufuatia taarifa hizi ambazo tumezitoa za matukio haya, tunaendelea kutoa taarifa kwa wananchi kwenye eneo la kuamua kukatisha maisha. Bado tunasisitiza kwa wananchi wetu, kama wamekabiliwa na msongo wa mawazo, watafute wataalamu wa ushauri nasihi, ndugu, jamaa na marafiki na viongozi wa dini waweze kushare nao matatizo walionayo kuliko kuchukua maamuzi magumu kwenye changamoto ya aina yoyote. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.